Kwa mambo vipi mtazamaji wetu wa WATV, mimi hapa ni KSB Kiss, kumtoa watu sina gabaya na mtu. Bwana, na hii ni mpaka ndani, sio mpaka home, ni mpaka ndani. Niko kwa Jackson wa kizazi kipya na kuja kuishi naye. Leo tutapiga mastori, tuongea mambo mengi tu kuhusiana na masuala ya kazi. Cha kufanya ni kule kama sikio yako on, tumsikilize kwa siku ya leo. Jackson wa kizazi kipya nda kutueleza nini. Bwana, usikose kutufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia WATV, TikTok WATV. Bwana, ishi na sisi, unapata update zetu kila iitwapo leo. Kaka, inakuaje? Show. Kama show. Kama kawa. Nani tuseme wa kizazi kipi? Karibuni. Tumefika, tumekaribia kabisa. Pongezi kwanza, unaishi kisanii. Kawaida sana. Unaishi kisanii, sio kwenye mitandao tu, yani mpaka home nimefika kabisa, nimeona maisha yako ni ya kisanii. Ni ya kawaida, unajua binadamu ni hivyo. Maisha ni kama haya, lakini wakati mwingine tunayaacha. Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana. Kadogo tunakopata tunamshukuru Mungu. Lazima. Sasa unakosaje kumshukuru wakati ni kwa neema? Yote haya tunayoyapata, kulala, kuamka, pia ni kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu hiyo. Kabla tujaenda mbali zaidi, kuna kitu nimeona pale, yani ningependa kujua ile ni ya mwaka gani umeichukua hiyo? Hiyo ilikuwa 2023 na 2024. Ambayo nimeipata hiyo tunzo ya heshima. Na hiyo tunzo ilikuwa kipengele gani? Hiyo ilikuwa Bondo Award. Ilikuwa kipengele ya Bondo Award, lakini pia nimeipata kulingana na zilikuwa ni za heshima tu kwa kazi ambayo tumezifanya kuanzia mwaka 2013 mpaka hivi tulivyo. Kwa hiyo ndo niliamuliwa kuweza yani nimetunukiwa tunzo ya heshima. Kwa hiyo haina budi kuweza kuipokea kama mtu ambaye ameanzisha jambo. Maana ni tunzo tu ambazo za heshima tulipewa kwa wale waanzilishi ambao wameanza baadhi ya mambo fulani. Kama mimi kuanza comedian kwa upande wa territory yetu ya Fizi, kwa hiyo ilibidi na mimi pia nipewe tunzo hiyo ya heshima kwa ajili ya uanzilishi wa comedy kule nyumbani. Yaani tuseme hiyo tunzo haukuwa unagombania na mtu, yaani ni kama umepewa tu kama heshima tu. Hiyo sio kugombania, hiyo nimepewa tu kwa heshima. Sio tunzo ya kugombania hapana. Asa ulivyopewa tunzo kama hiyo, kuonesha kabisa watu wamekujali, wamekusamini, wamekuona kama ni mtu mkubwa, kukupa tunzo kama hiyo, wewe ulijisikiaje kwanza? Kwanza niliwashukuru sana, maana walitambua uwepo wetu pia na mchango wetu kwenye sanaa tunayoifanya. Niliona kweli kumbe nyumbani bado wanatuhitaji na wanatusupport sana, wanasupport vipaji vyetu. Japokuwa hivi vitu vinatokea sana kwa muda kidogo, kwa baada ya miaka ndo vinatokea, lakini pia ninawashukuru kwa sababu walinipa nguvu kusema kuwa kumbe jambo nalolifanya walio wengi walitazama na waliliappreciate. Kwa hiyo kiukweli nilifurahi sana. Pia tuzungumzie kuhusiana na masuala ya kazi. Tuseme kazi zako sasa hivi zinaendaje? Kwanza namshukuru Mungu, kazi zangu ziko vizuri, japokuwa na changamoto tunazozipata kwenye kazi, lakini hacha tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndo muweza wa yote. Ametufanya tuwe hivi, basi acha na hiwe hivyo. Lakini kuna baadhi ya changamoto tunazozipitia ndani ya kazi zetu. Mfano kama kwa mwezi huu ambao umeisha, tuna AP ambao inakuja kwa jina la Jackson, lakini AP hiyo kidogo ina matatizo. Na tatizo la AP hiyo, changamoto kubwa ipo kwa ajili ya binti ambaye sisi tunamtarajia, ambao tulimtengeneza tuseme kuwa queen kwenye episode yetu, lakini kidogo kuna uzinguzi fulani anaofanya. Sasa hilo ndo naweza kusema ndo changamoto kubwa tulionayo. Mtu akipitia kwenye page yako mtu akipitia kwenye channel yako ya YouTube, ataona kuna kama tuseme ndo hiyo movie imeandikwa pale Jackson wa kizazi kipi, imepostiwa na kama mwezi episode moja. Ndio hiyo episode ambayo naizungumzia hapo. Ndo hiyo ambayo naizungumzia, ambayo changamoto yake ilikuwa natakiwa hiyo tuwe nafanya baada ya wiki, tunatuma app nyingine baada ya wiki app nyingine, lakini tulivyofanya hiyo ya kwanza tu kuna uzinguzi fulani ulikuja kwa binti yule ambaye anacheza kama queen kwenye app hiyo. Kidogo yeye ndo ameleta changamoto, na ndo maana tumeikawiza kuweza kuitoa kwa haraka. Kwa hiyo clue yangu bado inafuatilia, mimi sijaingia kabisa kujua shida ni nini zaidi,
lakini watu wangu wanaenda kumtembelea, wakirudi anaongea maneno ambayo kidogo hayaeleweki. Sasa inabidi na mimi pia niingie mbioni kwa kuweza kumsikiliza kipi zaidi, tatizo ni nini na changamoto gani ambazo zinamfanya asiweze kuendelea, ili niweze kujua labda kuna tatizo kwa upande wa, maana na vijana na wote ni vijana. Yawezekana kuna kijana ambaye yuko naye anamzingua. Yote yawezekana. Unajua palipo watu lazima kuna jambo. Kwa hiyo hatujajua kipi zaidi na ni changamoto gani iliyomsababishia aweze anashindwa kutokea mara kwa mara kwenye location. Na hiyo kidogo ndio inatufanya tunakwama kutokuendelea. Yaani tuseme watu wako wakienda kumtembelea, wakienda kumuuliza nini shida ambayo inasababisha mpaka utokei, yani anakuwa analeta majibu ambayo hayaeleweki. Kuna baadhi ya maneno yasiko sawa, lakini tu tuseme yeye hawezi akawa chanzo ya kusema tusiendelee na kazi zingine, maana kuna baadhi ya kazi zingine zinaendelea. Na hata hivyo pia naamini kumtoa haiwezi kachukua muda sana. Kwa hiyo muda wote anaweza akatolewa tu. Kikubwa ni hawezi akatolewa kwenye app ya kwanza vile tulivyofanya ni ngumu, lakini pia inawezekana, ila nitaingia tena tufanye mazungumzo naye ili mradi afanye basi app ya pili na tujue tunachangeje vipi story yetu ili tumuondoe kabisa kwenye story yetu na sisi tuendelee na mambo mengine. Maana hawezi akatuzuia kuendelea. Inawezekana ni kama maoni, inawezekana amekataa kuhusiana na swala la malipo. We auhisi kama malipo inaweza kuwa ni sababu ya yeye kukataa kuendelea na movie ya Jackson wa kizazi kipya? Inawezekana, lakini sidhani, maana analipwa kila anachosema yeye. Maana sisi kwetu tuna mpango, mtu tukifanya naye kazi tunakuuliza bwana, ni unatuchaji shilingi ngapi? Ukishasema hela yako, endapo kama tuko vizuri tunakupa hiyo hiyo hela uliyosema. Endapo kama kuna kidogo mambo hayaendi sawa kwenye mfuko wa kazi, basi inabidi tunaongea na wewe bwana, sisi bwana unga wetu ni mdogo, kwa hiyo tunakupa unga kiasi hichi. Kwa hiyo tupo hivyo sana. Kwa hiyo sidhani kama ni mambo ya kifedha zaidi, sina uhakika kwa sababu anapewa ule unga alioutaka yeye kama yeye. Mashabiki wa Jackson wa kizazi kipya walikuwa wanaifuatilia ile movie kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi ni episode moja. Tuseme chochote kitu kwa mashabiki ambao sasa hivi mpaka sasa hivi wanaona kabisa movie imesimama na ilikuwa ni bado wameona ni episode moja tu. Chochote kitu waambie ili wazidi kukusubiri. Cha kuambia kwanza ni hicho tu, ndio hiyo changamoto kubwa ambayo ipo kwenye app yetu, lakini pia sio hiyo tu ndio story pekee tulionayo, tuna story nyingi. Sema tulikuwa nahitaji kuweza kumaliza story hiyo ili mradi tuende na story zingine. Sasa tunajiuliza, je, tuanze story nyingine? Na hawa je, tunawaweka wapi? Walioanzisha hii app moja sasa kidogo inatupa changamoto kubwa kwenye vichwa vyetu. Kwa hiyo wasiofu kwanza, mashabiki zangu msiwe na wasi, naamini tutakuja tuiongeze hiyo app ya pili, na ikishaendelea basi itabidi kuweza kumtoa huyo binti moja kwa moja na tunaenda na mambo mengine, maana madada ni wengi wanaofanya kazi, si yeye peke yake. Sema tu tumemchagua kulingana na casting yake kidogo ilikuwa ni nzuri kwenye story ile, kwa hiyo ndo kwa maana tulimweka. Lakini sasa ikiwa kama kuna mambo yasiyowezekana, huyo anatolewa, maana sio sisi tulimfikia, hata Clamvevo ilimfikia Clamvevo sijui kwenye movie yake gani Sara alizingua, na baada ya Sara kuzingua alitolewa, akaingiza mtu mwingine, alimuingiza sijui Aisha. Kwa hiyo ni hivyo, na sisi ndo kama hivyo, changamoto zipo kwa madada zetu sana. Ukishawainua basi unajikuta wanakuwa makonta, wakati mwingine haelewi tena madirector wake. Kwa hiyo ni hivyo. Jackson wa kizazi kipya ni mmoja kati ya wasanii ambao tunaangalia kama kioo, na ni mtu ambaye anafanya kazi sehemu nyingi. Yani tuseme kwamba yeye ni msanii wa kuimba, tena anakuwa ni msanii wa kuigiza. Tuambie kwanza hii imekaaje? Yani unafanyaje kazi hapo? Unakuwa msanii wa kuimba, unakuwa tena msanii wa kuigiza? Hiyo ni kawaida, ni kipaji. Tuseme tu labda ni kipaji changu ambacho Mungu pamoja na mababu zangu walinizawadia hilo, kwa sababu kote naweza, lakini siwezi kusema naweza sana kuimba, maana mimi kuimba sijui. Sema nalazimisha tu kulingana na
unajua bwana, ili upate kilicho kwenye uvungo lazima ufanyaje? Uiname sana. Kwa hiyo na force kuimba ili mradi watu waelewe. Na mimi nimeingia huko kulingana na kuona nyimbo zinazoimbwa na madogo kidogo mimi haziingiagi. Sasa nikaona kuja mimi nianze mfumo wangu, alafu pia ukilinganisha wana